na Tanzania nini imefanya kwa Msumbiji. Chama chao kilizaliwa hapa mara ya kwanza, rais wao alitokea hapa, kila jambo limefanya na Tanzania, na huko Komoro nako ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo turudi kwenye sifa zetu ya kutoanyanyapaa kila mmoja, kwa sababu kila mmoja katuhusu, tumshike mkono ili tumuunge mkono Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuondokane na janga hili na Mwenyezi Mungu atatusaidia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitumie fursa hii kukushukuru tena kwa kunipa nafasi hii. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wananchi na wadau wa sekta hii ya mapambano dhidi ya dawa, umaana wa siku ya leo ya maadhimisho ya siku ya kupiga vita dawa za kulevya duniani ambayo tunaisherehekea hapa Dodoma ni kwa mahudhurio kama haya ambayo yanakwenda kupata ujumbe na nyinyi mnakuwa mabalozi wa wengine. Nataka nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wetu. Anasababisha Dodoma iwe kivutio, anaifanya Dodoma iwe kimbilio kwa wanaoandaa matamasha, maadhimisho na mikutano mikubwa kama hii hapa Dodoma, na hasa anapomudu kuwaleta nyie wanahamasa na wananchi wengine kushiriki katika mikutano hii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumefurahi kuona pia siku muhimu kama leo inayohitaji kutoa ujumbe na ufike kwa Watanzania na kupata kundi kubwa la Watanzania kama hili. Hebu tumpigie makofi mkuu wetu wa mkoa. Nataka pia nimpongeze Mheshimiwa Lukuvi, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, pamoja na kamishna jenerali Limo, kamishna ambaye ndio msimamizi wa shughuli za mapambano dhidi ya dawa za kulevya, na watendaji wote walioko ofisi yetu ya mapambano dhidi ya madawa ya kulevya. Na leo hii nimefurahi kuona wale watuanzilisha mchakato huu, makamishna jenerali wastaafu Bwana Sianga pamoja na Bwana Kaji, ambao wamefanya kazi kwenye ofisi hii vizuri kabisa, na hatua hii tulioifikia imeanzilishwa na wao. Lakini niwapongeze pia kamishna jenerali wa kule Zanzibar. Huko nyuma Zanzibar ilikuwa inajitegemea na huku kulikuwa inajitegemea. Sasa wasafirishaji, watumiaji, wauzaji wa dawa za kulevya walikuwa wanakwenda kujibana eneo moja, alafu inakuwa ndio ulinzi unaimarika huko. Lakini leo hii tumefungamanisha mkakati wa pamoja kati ya mamlaka yetu ya madawa ya kulevya bara pamoja na mamlaka ya madawa ya kulevya Zanzibar na kuwa kitu kimoja, na ndio kwa sababu sasa Tanzania imeondoka kwenye ramani ya kuwa ndio kituo cha kupitia madawa ya kulevya. Ndugu wananchi, leo hii aliyepaswa kuwa mgeni rasmi ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Wote mnajua yuko nchini Msumbiji kwa ziara maalum. Imempendeza, amenituma kuja kumwakilisha. Kwa hiyo nitakayosema hapa ni ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. La kwanza, amenituma nije niwape salamu. Kwanza amefurahi kuona kwamba sasa Watanzania wanaanza kujua madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo ana matumaini nanyi kwamba leo, kwa siku hizi mbili, jana na leo, mtatoka hapa mkiwa mna uelewa mpana na mtaendelea kuwa mabalozi wa kwenda kuwaambia wengine madhara na hasara watakazozipata watakaposhiriki kwenye mambo ya matumizi ya dawa za kulevya. Mheshimiwa Rais anawatakia kila laheri pia mamlaka zote mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile Zanzibar kwa kazi kubwa mnayoifanya ambayo leo imeiondoa Tanzania kwenye ramani ya kuwa ndio kituo cha madawa ya kulevya. Lakini pia salamu hizi zimeungwa mkono na Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
na kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hawa wote wanaungana na Mheshimiwa Rais kuwatakia kila laheri nyie mlioko hapa, kuwapongeza kwa mkakati huu, kuwapongeza mkuu wa mkoa wa Dodoma kwa kuleta kundi kubwa kupata ujumbe huu na mamlaka zetu zote mbili. Wanayo matumaini kwamba baada ya kupata taarifa zote leo pamoja na hotuba yangu, kila mmoja atakuwa ndio mlinzi nambari moja wa wale wote wanaozalisha, wanaosafirisha, wanaouza na wanaotumia madawa ya kulevya. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, maadhimisho ya mwaka huu yamekuja na kauli mbiu. Kauli mbiu yetu inasema wekeza kwenye kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya. Kauli mbiu hii inatukumbusha kwa mafanikio ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya yanahitaji mbinu madhubuti zinazoratibiwa kisayansi kwa uwiano kati ya kuzuia usambazaji na kudhibiti uhitaji wa matumizi ya dawa za kulevya, na ndio kazi ambayo inafanywa sasa. Na kwa upande mwingine, kauli mbiu hii inasisitiza sana wadau wote, na nyie wote ndio wadau, kuhakikisha kwamba tunashiriki kikamilifu kuzuia vyanzo vya tatizo hili. Chanzo ni nini? Lazima tujiulize, lakini tupate ufumbuzi wa kwenda kuhakikisha tunazuia na kupambana na wale wote wanaoshughulika na hivyo vyanzo. Tunahitaji jamii yetu ikingwe, isiingie kwenye janga la matumizi ya dawa za kulevya. Lakini nataka niwaambie, kauli mbiu hii inakumbusha taasisi zote zilizoko hapa ambazo zinashughulika na mapambano dhidi ya dawa za kulevya kuhakikisha kuwa jukumu la udhibiti ni letu sote. Tunahitaji kuunga mkono jitihada za Kamishna Jenerali zote mbili, bara na visiwani, kuhakikisha kwamba kila mkakati na ile mbinu madhubuti za kisayansi zinaungwa mkono na wadau kote nchini ili kupambana dhidi ya wote wanaoshughulika na madawa ya kulevya. Nimepita kwenye mabanda, nimepata taarifa kwamba mabanda hayo yako kwa siku mbili, jana na leo. Yametoa nafasi kwa wananchi kupita na kupata maelezo mbalimbali, na maelezo yale yanawafanya nyie muelewe, muone hatari yake, muone faida yake tukipambana na dawa za kulevya. Nilipofika mahali pale, nilipata fursa pia na kusikiliza maelezo hayo mazuri ambayo pia na nyie mmeyapata, na mimi nimepata kuelimika. Sina mashaka wananchi wote mliotembelea mtakuwa mnajua nini cha kufanya baada ya hapo, namna kuilinda jamii yetu dhidi ya tishio la dawa za kulevya. Tufanye nini nchi yetu iendelee kuwa salama na isiwe mapito ya dawa za kulevya. Nataka niwaambie, kule Afrika Kusini, nchi ile walikuwa wanajua dawa za kulevya zote zinazalishwa Tanzania, na hizi dawa za unga hizi kule Afrika Kusini wameipa jina la Kiswahili unga nyeupe, wanaita nyeupe. Ukisikia nyeupe basi anataka cocaine, ukisikia nyeupe basi anataka hiyo dawa. Jina hili nyeupe ni jina la Kiswahili na inatoka Tanzania, kwa kuwa wao wanaamini kwamba dawa yanatoka Tanzania. Saizi kule dawa hizo ni adimu, na kama zinapatikana zitoki Tanzania, na jina nyeupe sasa linafutika kwa sababu inakuwa sio ya kutoka Uswahilini Tanzania. Hii ni kazi mzuri inafanywa na mamlaka zetu. Lakini nimefarijika pia kuona maadhimisho haya yamejumuisha taasisi mbalimbali. Tulikuwa na mwakilishi wa Mheshimiwa Spika hapa, aliaga kwa sababu anatakiwa kwenda bungeni, wanazo vikao vyao. Mheshimiwa Mhagama alikuwa hapa, kwa hiyo bunge limeshirikishwa. Tuna mtendaji mkuu wa mahakama, tuna mwakilishi wa jaji mkuu, kwa hiyo mahakama nayo iko hapa. Lakini pia tunaona asasi za kiraia na ndugu zetu wadau kutoka mataifa ya nje wako hapa, washirika